Kwa upande wa maandalizi tumeendelea nayo pale tulipoanza kurudi kutoka katika international break, na tumezingatia maelekezo ya mwalimu kuelekea mchezo unaofuata. Kwa hiyo tunaendelea na maandalizi mpaka siku ya leo. Sawa. Nikaribisha maswali kwa mchezaji. Msheni vipi? Sawa. Tunafahamu kwamba golikipa namba 1 Djigui Diarra atakuwa nje kutokana na adhabu ambayo anaitumikia. Wewe sasa ukiwa kama miongoni mwa magolikipa ambao wamesalia, huenda kesho wakapata nafasi hiyo. Unawaamini wana Yanga kutegemea kile ambacho walikuwa wakipata kutoka kwa Djigui Diarra? Okay. Nadhani wote tupo hapa kwa sababu ya kuipambania timu na kuweza kupata katika kupambania timu na kupata matokeo yalikuwa sahihi katika michezo. Kwa hiyo kila golikipa ambaye atapata nafasi ataenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Sawa, swali la pili kwa mchezo wa kwanza wa raundi ya kwanza pale Dodoma tulipata ushindi wa goli moja na Prison waliwapa mchezo mgumu sana. Tuko kwenye uwanja wa nyumbani. Nini ambacho mmekizingatia zaidi kuhakikisha kwamba mnapata ushindi? Kwanza nadhani kwa sasa ligi yetu imekuwa bora sana, timu nyingi zimeimarika, zimekuwa vizuri, na kuiongelea mchezo uliopita nadhani mwalimu au walimu wameona na pia wanajua nini cha kwenda kufanya katika mchezo unaofuata kuweza kupata matokeo mazuri dhidi ya Tanzania Prison. swali la mwisho kwa mchezaji. Sawa. Nadhani hilo ni surprise kwa walimu kuelekea katika mchezo katika siku ya kesho, na hiyo ni kitu ambacho wenyewe wanakijua na kitakwenda kuonekana katika mchezo. Kwa hiyo ukiongelea hapa si sahihi, lakini mabadiliko yapo kutokana na mchezo uliopita na lazima itakuwa hivyo. Tulizungumza na mashabiki wa Africans wakizingatia kwamba huu ni mchezo wenu wa nyumbani kwenye ligi kuu ya NBC. Siku zote mashabiki wa Yanga wamekuwa wakitusupport sana katika nyakati zote, na naamini pia katika mchezo huu wataweza kujitokeza kwa wingi kuweza kutupa support na kuweza kushinda michezo hii ambayo ipo mbele kwetu. Shukrani sana na niwatakie kila la heri kwa